Naam, hujambo na karibu sana msikilizaji wa Auba Swahili katika matangazo ya jioni. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Yahya Lisu. Ikiwa leo ni Mei 5 mwaka 2026, karibu sana tutazame ripoti na taarifa tulizokuandalia katika siku hii hapa ya leo, hasa tukiziangazia zaidi zile zilizogonga vichwa vya habari katika bara letu la Afrika. Na habari kuu siku hii hapa ya leo ni pamoja na maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya imehakikishia Tanzania kuendelea kudumisha uhusiano mzuri wa mataifa hayo. Kwanza kuna watu wakati mwingine unaimarisha ile uchumi wa kibiashara kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara nje ya Tanzania, wengine wanafanya biashara Kenya, wapi. Kwa ile kwa access yale communication, unajua sasa hivi utandawazi hata kwenye mambo ya mawasiliano ni muhimu sana. Na Rais William Ruto amesema kuwa Afrika sasa inapaswa kuwa moja, hasa katika masuala ya mifumo ya mawasiliano ili kurahisisha uingilianaji wa fursa za kidigitali. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa muktasari leo katika michezo. Ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho, ambapo Mtibwa Sugar watawaalika Dodoma Jiji, wakati Mnyama Simba atakutana na JKT Tanzania. Maandalizi yetu dhidi ya mechi yetu ya kesho tayari yamekamilika 100%. Walakini na sisi pia tuna haja na tuna ari ya kutafuta ushindi katika mechi yetu ya kesho. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Kwanza ni habari kuu za ulimwengu zikisomwa naye Nesta Masangula. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Dar es Salaam. Rais William Ruto amesema kuwa yupo tayari kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi ili kuimarisha uhusiano kati ya taifa la Kenya na Tanzania, huku akikosoa vikali tabia ya watumishi wa umma waliopo mipakani kwa kuwa sababu ya mataifa haya ya Afrika kupoteza mapato. Ruto amezungumza hayo hii leo wakati wa hotuba yake akiwa bungeni jijini Dodoma nchini Tanzania, na kusema kuwa vikwazo visivyo vya lazima na mienendo mibaya ya watumishi wa umma mipakani ni kikwazo kikubwa katika upatikanaji wa mapato licha ya uhusiano mzuri unaotajwa. Kwa upande mwingine, Ruto amesisitiza ushirikiano wenye tija ili kurahisisha ufanyaji biashara huru kwa raia wa kawaida na kukuza sekta za kibiashara na uchumi kwa ujumla. Bamako. Kiongozi wa kijeshi na rais wa mpito nchini Mali, Assimi Goita, ametangaza kuchukua nafasi aliyekuwa waziri wa ulinzi nchini humo, Sadio Kamara, baada ya kuuawa katika shambulizi la kigaidi lililotokea mapema wiki iliyopita. Hatua hiyo imetangazwa na televisheni ya taifa ya Mali na kuthibitisha hatua hiyo ambayo imetajwa kama hatua nadra kuwahi kutokea, hasa katika kipindi kigumu kiusalama nchini humo. Wachambuzi wanasema kuwa Goita amefanya maamuzi hayo kama tahadhari kwa sababu ya kutokuwepo kwa uaminifu ndani ya timu yake na kuhofia hali ya usalama mwingine kutokea. Sadio Kamara alifariki dunia baada ya shambulizi kali la kigaidi katika mji wa Bamako, karibu kabisa na nyumbani kwake. Na hatimaye Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametaka serikali ya Irani kukubali kurudi katika mazungumzo ya amani ili kusitisha mapigano yanayoendelea Mashariki ya Kati baada ya Tehran kushambulia Falme za Kiarabu hapo jana. Kupitia mtandao wa X, Merz ameandika kuwa Iran inapaswa kuacha kushikilia mateka eneo la Mashariki ya Kati na dunia la mlango wa Hormuz. Naye kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameandika kupitia mtandao wake wa X kuwa siku zote vita haviwezi kumalizika kisiasa, na mara nyingi amekuwa akiitaka UAE kutoa onyo kwa Marekani pale inapokiuka makubaliano. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Ni taarifa ya habari hiyo imesomwa na Nesta Masangula. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Auba Swahili, YouTube ni Auba Swahili, bila kusahau katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Kote huko utatupata kwa uzuri kabisa. Tuanze uchambuzi wa safu ya ripoti zetu siku hii ya leo. Kenya imehakikishia Tanzania kuendelea kudumisha uhusiano mzuri wa mataifa hayo kwa kushirikiana katika kukuza uchumi, kwa kuhakikisha changamoto kubwa inayowakabili wananchi wa mataifa hayo ambayo ni umasikini, ukosefu wa ajira na kipato vinapatiwa ufumbuzi wa pamoja.
Mwandishi wetu Ali Choholo na undani wa taarifa hii. Akihutubia bunge la Tanzania, Rais wa Kenya William Ruto amesema mshikamano wa kikanda unapaswa kuimarishwa ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazoathiri wananchi wa Afrika Mashariki. Katika hotuba hiyo iliyochukua zaidi ya dakika 30, Rais Ruto ametilia mkazo ushirikiano baina ya Tanzania na Kenya na kueleza kuwa mataifa hayo mawili yamekuwa na mahusiano mazuri na kutoa wito kwa raia wa Tanzania kwenda kuwekeza nchini Kenya. Maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya and Tanzania are deeply interdependent. Our bilateral trade reached approximately $860 million in 2025. Makampuni za Kenya hapa Tanzania zimeegeza bilioni 1.7 ya Kimarekani humu Tanzania. At the same time, Tanzanian investments in Kenya, now valued at $336 million. Makampuni za kutoka humu Tanzania wanaegeza kwetu Kenya. Kuhusu ushirikiano wa kikanda, Ruto amesema nchi za Tanzania, Kenya na Uganda zina nafasi kubwa ya kupunguza gharama za mafuta na kuongeza ajira iwapo zitaungana na kujenga kiwanda cha kuchakata mafuta ndani ya Afrika Mashariki. Waeleze kidogo. Sisi ni partners wa East African Community. Na mawazo yangu ilikuwa ni kwamba we must use ile rasilimali tuko nayo hapa katika bara letu la East Africa. Lazima tusitumie kwa industrialization ituzalishie nafasi za ajira, isizalishie mali ama iongeze dhamana kwa yale mambo tulio nayo na itutafutie utajiri. Tayari nchi yetu jirani ya Uganda wamekwisha jenga pipeline, crude pipeline kutoka Hoima kule Uganda ikielekea Tanga. Itakuwa tayari kwa miezi chache zijazo. Wakati niliketi na Rais Museveni nikamuuliza, mzee, mbona tuchukue mafuta yetu tuende tuifanyie refinery sijui mahali gani, alafu tufuatilie tuende tununue mafuta ama oil products kwa bei ambayo ni ghali? Mbona sisi wenyewe tusijenge refinery hapa? Na Rais Museveni akanieleza, kama nyinyi mko tayari, kwa sababu kama Uganda peke yetu ile refinery kuijenga itakuwa gharama ya juu na hatuna uwezo wa kujenga peke yetu. Kama Kenya na Tanzania wako tayari, tuungane, tunaweza kujenga ile refinery hapa kwetu. Wabunge wa bunge la Tanzania wakiongozwa na Profesa Paramagamba Kabudi wana maoni gani juu ya hotuba ya Rais William Ruto? Leo umezungumza mambo makubwa sana. Moja, tuzalishe mali sisi wenyewe kwa kutumia rasilimali zetu hapa ili tujenge ajira, lakini tulete maisha bora kwa watu wetu. Maana yake unazungumzia yale aliyozungumza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kazi yake ya mwisho kabla ya kupandishwa cheo kwenda mbinguni, kwamba ni lazima sisi watu tujitegemee, na kujitegemea ni sisi kufanya kazi kwa pamoja na kuzalisha kwa pamoja. Wakati umefika sasa wa kuanza kutengeneza bidhaa na kuziuza nje ya Afrika Mashariki kama made in East Africa. Na Mheshimiwa Dr. Ruto na sisi wote turudi tena tulisome upya the Kampala Agreement of 1964 as it was amended in Mbale in 1965, and that should be now the spirit of what we have said today. We need to join hands in order to make East Africa again prosperous, strong and united. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, mimi ni Ali Choholo. Naam, shukrani sana Ali Choholo kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuitupilie jicho taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto amesema kuwa Afrika sasa inapaswa kuwa moja, hasa katika masuala ya mifumo ya mawasiliano ili kurahisisha uingiliaji wa fursa kidigitali. Nesta Masangula ametupia jicho hapo akiegemea katika manufaa ya kiuchumi ya maamuzi hayo kwa washirika wa kikanda. Rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa yupo mbioni kuzungumza na wawekezaji wa mitandao ya mawasiliano, yaani mitandao ya simu, ili kuhakikisha kuwa na uwiano sawa wa makato na tozo katika mawasiliano, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Akiwa Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana baada ya kuwasili katika ziara yake ya kikazi, Ruto alizungumza na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema kuwa kuna utofauti mkubwa wa makato kati ya Tanzania,
Kenya, Uganda na Rwanda, jambo ambalo linaweka mipaka na kudogodesha fursa za kibiashara katika dunia ya kidijitali. I am looking forward to having a conversation on how we can finally actualize the mobile one area network. As you know, phone calls today from Kenya to Uganda and Rwanda. Ninatazamia kuwa na mazungumzo namna gani tunaweza kuweka mfumo wa mawasiliano kuwa kama mtandao mmoja kati ya Tanzania na Kenya. Kama mnavyojua, simu moja inapigwa Kenya, Rwanda na Uganda inachukuliwa kama simu ya ndani, lakini bado kuna shida nchini Tanzania, ni kama simu ya kigeni. Kwa nini simu ya kigeni? Wawekezaji katika mtandao wa simu. Kusawazisha hili, tunataka simu ya Tanzania kwenda Kenya kuwa kama simu ya ndani na simu inayopigwa kutoka Kenya kwenda Tanzania kuwa kama simu ya ndani. We want a telephone call from Kenya to Tanzania to be local. We want a telephone call from Tanzania to Kenya to be a local call because we are one people. Mpango huo umepokelewa kwa mtazamo chanya nchini Tanzania. Wananchi wanasema hii inaweza kuwa na manufaa katika uchumi, hata kurahisisha mawasiliano kwa ujumla. Itakuwa ni faida kwa mwananchi, kila mwananchi kuona kwamba ni kama wameona umuhimu wa kutoa hizo tozo ni nzuri. Kwanza kuna watu wakati mwingine unaimarisha ile uchumi wa kibiashara kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara nje ya Tanzania, wengine wanafanya biashara Kenya, wapi. Kwa ile kwa access yale communication, unajua sasa hivi utandawazi hata kwenye mambo ya mawasiliano ni muhimu sana. Kwa utakuta unamsaidia mwananchi kwenye upande wa kiuchumi na ukipato pia. Yeah, of course kwa fursa ni kubwa. Unapokuwa umeruhusu sekta fulani iwe na nafuu, unashawishi watu, idadi ya watumiaji wawe wengi. Kwa hiyo hapo moja kwa moja itakuwa faida kwa watumiaji, lakini faida pia kwa watu ambao wahusika, maana unakutana ni kipato pia. Ziara ya Ruto imetazamwa kama ziara yenye tija kwa wananchi wa Tanzania na Kenya kwa ujumla, lakini bado imepokea upinzani mkubwa kwa upande wa vyama vya pinzani nchini Kenya kutokea chama cha ODM, na hata baadhi ya wanaharakati wakiita ziara hii kama usaliti wa kidemokrasia. Nikiripotia Auba Swahili, mimi ni Nesta Masangula. Asante sana Nesta Masangula kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tukiwa bado tunaangazia diplomasia ya Afrika Mashariki, ni siku ya pili tu tangu rais wa Rwanda Paul Kagame ahitimishe ziara yake siku ya Jumapili, na sasa macho ya kanda hii yameelekezwa kwenye ziara ya rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Mwanahabari wetu Vumilia Kondo amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kikanda na diplomasia Sufiani Mbalazi, na kwanza ameanza kumuuliza, mfuatano huu wa ziara za viongozi hawa wakuu una maana gani kwa mustakabali wa kiuchumi, kisiasa wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki? Hii inaleta nini kwa nchi ya Tanzania, especially kwa serikali iliyokuwepo? Inaleta kwenye tunasema inaleta confidence ndani ya serikali, ndani ya government. Wanakuwa wana hali ya kujiamini kwamba tuna uwezo wa kuendeleza mashirikiano ya kikanda kwa manufaa ya wananchi wetu. Lakini wananchi wa kawaida wananufaika nini? Wananufaika na masuala mazima ya uchumi ya moja kwa moja, kwa sababu mikataba iliyoingiwa pale inaenda kutekelezwa ndani ya East African Community. Kwa hiyo investment yoyote inaenda kufanyika pale inawagusa wananchi waliopo katika maeneo haya, kwa maana kutakuwa kuna uhuru wa soko huria, ambalo hii free market itaongezeka zaidi, kwa sababu vikwazo ambavyo sio vya kikodi vitaondolewa mpaka kufikia mwezi Mei kama ambavyo wamesema wenyewe hadharani. Ziara hizi zimekuja mfululizo wakati ambapo kanda yetu inakabiliwa na changamoto za kibiashara na kiusalama. Unadhani kuna mkakati wa pamoja ambao pengine unasukwa kati ya Dar es Salaam, Nairobi na Kigali? Ndio, nadhani kuna mpango uko ndani unasukwa, kwa sababu hata alipotoka mbele ya hadhara Rais Ruto alisema tumezungumzia pia mashirikiano yetu katika mipaka, kuweza kulinda nchi hizi dhidi ya vitendo vya kigaidi, wahamiaji haramu na mambo mengine ambayo yanaashiria kuharibu usalama wa hizi nchi. Kwa hiyo kunaashiria kwamba kuna mpango mkakati, of course ulikuwepo muda mrefu, lakini kutakuwa kuna uboreshaji au uimarishaji wa haya masuala kwa undani. Kwa mfano, anaweza akatoka mhamiaji kutoka Ethiopia akapita Kenya free, akaja kukamatwa Tanzania tena katika mikoa ya ndani. Sasa zile policies zinatofautiana, yani anapitaje mpaka wa nchi fulani anaingia nchini kwangu
ili hali anajua kabisa ukimruhusu yuko nje ya utaratibu wa hii nchi ambao unamruhusu aingie. Kwa hiyo wakishirikiana katika masuala mazima ya kiusalama, mambo kama haya yatapungua. Lakini pia tunashirikiana na Kenya katika mpaka wa mashariki mrefu sana, mpaka wa bahari, mpaka ambao ni gumu sana kuulinda. Kwa hiyo kama mashirikiano haya ya kiusalama hayatakuwepo, haitakuwa rahisi pia hata kudhibiti mpaka wetu wa bahari. Lakini tunashirikiana na Rwanda katika mpaka wa eneo korofi. Watu wanakimbia Kongo, wanaingia Rwanda wanatafuta maisha ya kwenda kuishi, kwa sababu Rwanda ni ndogo, wanatafuta namna ya kwenda kutafuta maisha bora zaidi nje ya Rwanda. Kwa hiyo kitendo cha kuingiza kuweka mashirikiano ya kiusalama ni moja ya njia pia ya kulinda maslahi ya taifa, kuepusha haya masuala ya migogoro, lakini pia masuala ya uraia na kadhalika. Unadhani ni nani hasa ambaye atanufaika zaidi na makubaliano yoyote ambayo yataingia baina mataifa haya mawili katika eneo hilo la diplomasia, usalama wa kikanda na maeneo mengine? Kikawaida ukiangalia uwiano wetu wa kibiashara na kiuchumi na uwezo wa nchi katika uchumi wake, nchi ya Kenya wametuzidi kidogo kwenye kiuchumi, na hizi ni sababu za kihistoria vile vile. Lakini kwa miaka hii mitatu, yani takwimu zinaonyesha toka mwaka 2021 hadi mwaka 2025, Tanzania ilinufaika zaidi kuliko Kenya. Kwa maana katika uwekezaji, mbadilishano wa kibiashara, masuala mazima ya kuuza na kununua na kadhalika, Tanzania alinufaika zaidi kuliko alivyonufaika Kenya. Kwa hiyo kuna upande ambao Kenya wananufaika, especially katika masuala mazima ya ununuzi wa bidhaa za viwandani. Lakini kuna upande Tanzania tunanufaika kama uuzaji wa vyakula, sisi tunalima sana, lakini mwisho wa siku kuna upande utafaidika zaidi japo kwa kiasi, na kwa takwimu zilizopo mpaka hivi sasa Tanzania ndio amefaidika zaidi kwa miaka hii mitatu toka mwaka 2021. Ni mazungumzo yake Vumilia Kondo na Sufiani Mbalazi walioyafanya muda mchache uliopita. Sasa tuitupilie jicho taarifa nyingine, ambapo Nigeria imeanza mchakato wa kuwawezesha raia wake wanaoishi Afrika Kusini kurejea nyumbani kwao kwa hiari. Hatua hiyo inakuja wakati kukiwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu usalama wa wahamiaji pamoja na taarifa zisizothibitishwa za maandamano dhidi yao. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi. Katika hali hiyo, na huku mjadala kuhusu usalama na mustakabali wa wahamiaji ukiendelea, baadhi ya viongozi wa jamii za wahamiaji wanasema si hofu ya usalama pekee inayosukuma baadhi ya watu kuamua kurejea makwao. Wanasema pia kuna changamoto za muda mrefu ambazo zimekuwa zikiwakumba wahamiaji, ikiwemo ukosefu wa ajira na kukosa nyaraka halali za kuishi nchini, hali inayowafanya baadhi yao kuchukua uamuzi wa kurejea katika nchi zao. Rais wa chama cha Wayoruba waishio Afrika Kusini, Daktari Olusulo Ogbeniyi, anasema hali hiyo si mpya, bali imekuwepo hata kabla ya sintofahamu ya hivi karibuni. I'm part of the process. Nipo katika mchakato huo. Unajua, mimi ni kiongozi wa jamii ya Wayoruba, hivyo ninafahamu jambo hili vizuri. Jambo hili lilianza kabla ya machafuko haya. Tuligundua kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawana shughuli yoyote ya kufanya na pia hawana nyaraka halali za kuishi nchini. Hii ni habari njema kwa sababu hakuna haja ya mtu ambaye hafanyi kazi na hana vibali halali kuendelea kubaki nchini. Dr. Abeni anaongeza kuwa vitisho vinavyosambaa pamoja na ukosefu wa ajira vinaendelea kuongeza hali ya taharuki miongoni mwa baadhi ya wahamiaji. Matangazo na vitisho ndio sababu kuu. Kama nilivyosema, pia ukosefu wa ajira ni sababu nyingine. Mtu hafanyi kazi na hana nyaraka halali, huyo hana maana ya kuendelea kubaki, kwa sababu ataendelea kuwa katika hali ya msongo na vitisho na mambo mengine kama hayo. Hata hivyo, baadhi ya wahamiaji wanasema hali ya usalama bado ni tulivu katika maeneo wanayoishi. Mkazi wa Pretoria kutoka Zimbabwe, Tashi Mudiviti, anasema kwa sasa hakuna dalili za vurugu. Pretoria hapa hamna kitu. Watu wapo waliko nje pale wanapiga biashara, wanaingia Sunnyside SLA nyere na watu bao. Maybe itakuja hiyo na mara saizi njaona kitu, njasikia na mtu mmoja kama anapata tatizo. Kwa ujumla, licha ya kukosekana kwa uthibitisho rasmi wa maandamano, mchanganyiko wa taarifa zisizothibitishwa pamoja na changamoto za kiuchumi na kisheria
unaendelea kuchangia baadhi ya wahamiaji kuchagua kurejea katika nchi zao. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Naam, shukrani sana Bryson Bichwa kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi siku hii hapa ya leo, na habari kuu za ulimwengu ni pamoja na maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Kenya imehakikishia Tanzania kuendelea kudumisha uhusiano mzuri wa mataifa hayo. I'm part of the process. Nipo katika mchakato huo. Unajua, mimi ni kiongozi wa jamii ya Wayoruba, hivyo ninafahamu jambo hili vizuri. Jambo hili lilianza kabla ya machafuko haya. Nigeria imeanza mchakato wa kuwawezesha raia wake wanaoishi Afrika Kusini kurejea nyumbani kwao kwa hiari. Kwanza kuna watu wakati mwingine unaimarisha ile uchumi wa kibiashara kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara nje ya Tanzania, wengine wanafanya biashara Kenya, wapi. Kwa ile ku access yale communication, unajua sasa hivi utandawazi hata kwenye mambo ya mawasiliano ni muhimu sana. Na Rais William Ruto amesema kuwa Afrika sasa inapaswa kuwa moja, hasa katika masuala ya mifumo ya mawasiliano ili kurahisisha uingilianaji wa fursa za kidigitali. Naam, ni muda sasa wa kukusabahi msikilizaji wa Auba Swahili katika yale yaliyojiri katika uga wa kimichezo. Samuel Male ni jicho letu michezoni hii leo. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Na moja kwa moja tuanze kutazama taarifa zetu na tuanzie barani Ulaya. Nusu finali ya kwanza ya raundi ya pili itapigwa leo, ambapo mwenyeji Arsenal atamwalika Atletico Madrid pale Emirates. Mkondo wa kwanza timu hizo zilitoka sare ya goli 1-1 nchini Hispania. Mwanamichezo wetu Michael Were Mukusia anatuarifu zaidi. Ni usiku wa Liga Mabingwa Ulaya ambapo Arsenal inakuwa mwenyeji wa Atletico Madrid katika uwanja wa Emirates, ikiwa ni raundi ya pili ya nusu fainali ya michuano hiyo. Naungana na Shadrack Andengo Odinga, mchezaji wa zamani kwa faida ya AFC Leopards, ambaye pia vile ni mdau wa mchezo wa mpira wa miguu nchini Kenya. Nafikiri ni mechi ambayo naweza angalia kwa pande mbili. Kwanza kabisa tunazungumzia Arsenal ambao kwamba inaonekana kuwa na ulinzi ambao ni dhabiti. Lakini kumbuka kwamba Diego Simeone ambaye tangu achukue hatima katika uongozi wa Atletico Madrid amecheza mechi 7 katika awamu ya muondoano dhidi ya vilabu vya Uingereza, hajawahi poteza. Kingine ambacho pia utaangalia na Atletico Madrid ni kwamba Diego Simeone ni mzuri sana ugenini kuliko nyumbani. Lakini Arsenal, kile ambacho kinasimama kuwa ni kizuri na Arsenal ni kwamba wana ulinzi ambao ni wa kupigiwa mfano katika mashindano haya. Upande wa Arsenal haijakuwa na washambuliaji ambao unaweza zungumza mshambuliaji mmoja ambaye ni nyota ama washambuliaji ambao utasema wameibeba timu hiyo. Arsenal inaazimia kutumia vema uwanja wa nyumbani dhidi ya mitego ya mkufunzi mzoefu Diego Simeone na kufuzu fainali hizo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006 ambapo walipoteza kwa mabao 2-1 mikononi mwa Barcelona jijini Paris nchini Ufaransa. Mshindi wa mchezo wa leo atakwaruzana na mshindi wa nusu fainali ya pili kati ya Bayern Munchen ya Ujerumani na PSG ya Ufaransa. Kutoka Nairobi niite Michael Were Muhusia, meza michezo, Auba Swahili. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho, ambapo Mtibwa Sugar watawaalika Dodoma Jiji, wakati Mnyama Simba atakutana na JKT Tanzania. Kocha wa Mtibwa Sugar Yusuf Chipo amesema maandalizi yao yamekamilika kumenyana na Dodoma Jiji na kuhakikisha wanapata alama 3. Maandalizi yetu dhidi ya mechi yetu ya kesho tayari yamekamilika 100%. Tumejitayarisha, tunajua mwenendo wetu sio mzuri sana, lakini na sisi pia tuna haja na tuna ari ya kutafuta ushindi katika mechi yetu ya kesho. So mambo yote ambayo yanastahili kufanyika yashafanyika, na hapa tunasubiria tu vijana waende wakatekeleze haki kwa mechi ya kesho. Kwa upande wake kocha wa Dodoma Jiji Amani Yosea amesema wamejitayarisha kuelekea mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar. Anakuja kuelezea maandalizi yetu. Nafikiri kwa kwanza nizungumzie ugumu wenyewe wa ligi kwa mahali ulipofika, ndio nao tufanya tujiandae vizuri. Ligi imefika katika wakati ambao ni mgumu zaidi kwa kila timu, hususan raundi hii ya mwisho ama kwenye phase ya 3 ya ligi. Kila timu inataka kubaki, kila timu inataka ku maintain position nzuri. So tunakutana na timu ambazo ziko katikati. So nafikiri
tunapaswa kufanya vizuri na tumejiandaa vizuri kuanza kwenye kiwanja cha mazoezi. Approach ya mechi nafikiri ni kujaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukaishinda mechi hii. Tunaelewa strength ya mpinzani wetu ambaye tunaenda kucheza naye, ni moja ya timu ambazo ni nzuri sana. Wanafanya vizuri katika maeneo fulani na katika aspect fulani, so tunapaswa kuwaheshimu katika hilo. Lakini pia kwa analyze ya kwetu ambayo tumeifanya kwa weakness ambayo ipo, basi tunapaswa kuifanyia kazi tuone kama inaweza kutulipa matokeo kwenye mechi hii. Nayo timu ya Simba itakuwa na kibarua dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Isamuyo, huku kocha wake Steven Baka akiweka bayana maandalizi kuelekea mchezo huo. The next 10 matches we take it one game at a time. I think the important part is to just focus on the next match. And our focus is obviously on tomorrow's match. And as you rightly say, a really good team. JKT, as I said, they well coached, good individual players. But the important part in terms of how we approach it is to continue building our identity, building the way I want Simba Sports Club to play the game. And we just need to continue growing and having the belief and having the confidence in what we are doing. And the responsibility ultimately is on us to ensure that we put in performances each and every match, starting with tomorrow till the end of the season, that we put in performances that. Wakati huo kocha wa JKT Tanzania Hamad Ali amesema wanakutana na timu bora barani Afrika, hivyo wanachukua tahadhari kubwa kuelekea mchezo huo. Vizuri, I think leo tuna siku ya mwisho ya preparation, so tunatamani kuwa na siku nzuri pia leo ili tuweze kumalizia hiyo preparation. So tunajua tuna mechi na Simba, ni good opportunity kwetu kucheza na timu bora kwa sasa Tanzania na Afrika. Tunahitaji na sisi kuwa bora kwenye ubora huo, so tumejaribu kuangalia kwenye aspect zote, kuona jinsi gani ambavyo tunajiprepare kwa maana ya physical, tactical, mental pamoja na techniques, na kuona namna gani tunaweza kuendea huo mchezo. So hakuna problems mpaka leo. Tujaribu kuona siku ya leo tukimaliza na hiyo kesho tumuombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama ili tuweze kwenda kutumika kwenye kazi yetu ambayo imetuweka hapo tulipo. Kutoka viwanjani niseme mimi sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Swadakta kabisa, na shukrani sana Samuel Male kwa uhondo huo wa michezo. Na msikilizaji wa Auba Swahili, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na hapa ndipo tunafikia ukomo wa ripoti zetu siku hii hapa ya leo. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Yahya Lisu. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram andika Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, na katika mtandao wa YouTube pia tunapatikana kama Auba Swahili. Asanteni na kwaherini.